Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, msikilizaji wa 94.5 na unayetufuatilia kupitia YouTube channel yetu. Tupo Dodoma katika ukumbi wa PSSF ambapo leo kuna uzinduzi wa mashindano ya kusoma Qur'an tukufu kwa wenye ulemavu yanayoandaliwa na taasisi ya Riziki Lulida Foundation, ambao wao huu ni msimu wa pili unakwenda kufanyika, na leo ni katika ile siku tu ambayo moja kwa moja mambo haya yanakwenda kujulikana sasa ni yapi ambayo wamedhamiria katika huu msimu wa pili. Mwenzangu ni Othman Hassan Othman, lakini katika kamera yupo mwenzetu Saidi Abdallah mwana wa Chembea, engineer huyu, lakini pamoja naye Al-Mubajjal, ambao tuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakujia vizuri kabisa. Na moja kwa moja tunaye mmoja kiongozi ambaye atajitambulisha kwa majina hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na nitakuwa nakusikia vizuri kabisa. Habari za kazi? Alhamdulillah, ni njema. Kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, tutajie majina pamoja na cheo. Mimi naitwa Haji Muisaka. Kitaaluma mimi ni mhandisi, na kwenye taasisi ya Riziki Lulida Foundation mimi ni CEO, yani msemaji wa taasisi. Sawa sawa. Kwenye taasisi hii msikilizaji na mtazamaji hapa anataka kutambua kwamba taasisi hii imeanzishwa lini na lengo lake hasa ni lipi, na leo hapa kuna kipi ambacho kimetukusanya kwa pamoja hapa. Tuanze na historia. Historia fupi ya taasisi ya Riziki Lulida Foundation. Huu ni mwaka wake wa 3 tokea kuanzishwa kwake, na mwanzilishi alikuwa ni Mheshimiwa Riziki Lulida, ambaye yeye alikuwa ni mbunge viti maalum kwa uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Okay. Sisi malengo yetu makubwa ya hii taasisi yako kadhaa. Muhimu zaidi ni kwenye kuisaidia jamii na pia kwenye kuihuisha jamii ya walemavu, jamii ambayo imesahaulika kwa asilimia kubwa sana. Na pia lingine ambalo tunaloshughulika nalo sisi, kuinua walemavu kwa nyanja zote, especially za kiuchumi pamoja na maendeleo kwa jumla. Mfano kama sasa hivi tunaanzisha hili swala la tahfidhul Qur'an kwa watu wenye ulemavu. Duniani hiki kitu ni adimu. Kwa Tanzania ama Afrika hiki ndio ya kwanza, na haya ndio yatakuwa kwa mashindano ya pili. Na kwa sababu watu wengi wanashangaa inawezekana vipi mfano mlemavu wa macho kuhifadhi Qur'an. Hata mwaka jana tulifanya, kuna mmoja katika mheshimiwa, naweza nikalihifadhi jina lake, alisema nilikuwa siamini kama kweli mlemavu especially kama wa macho anaweza akahifadhi Qur'an, wakati sisi wengine ni wazima kabisa, lakini hata juzu moja hatujahifadhi. Kwa hiyo kwa ufupi hayo ni malengo ya taasisi. Sawa sawa. Leo tumekusanyika hapa. Kwa nini tuko hapa katika huu ukumbi wa PSSF? Asante. Leo tumekusanyika hapa katika ukumbi huu wa PSSF, tupo katika uzinduzi wa msimu wa pili wa mashindano ya Qur'an kwa watu wenye ulemavu. Sawa sawa. Mashindano haya mpaka hivi sasa, labda tu utudokeze, kwa sababu tunafahamu mwaka uliopita mlipita katika mikoa mbalimbali na moja kwa moja washiriki mkawapata ambao walikuja katika fainali. Mwaka huu mna utaratibu gani ambao mmeuandaa kuelekea katika mashindano yenyewe? Asante. Mwaka jana mikoa mbalimbali ilileta washiriki na tukafanya mchujo kupata ile cream. Lakini mwaka huu kidogo tumebadilisha. Mwaka huu kila mkoa utafanya mchujo wao wenyewe huko. Hapa watatuletea wale ambao ni cream, the best. Wale ndio wataingia kwenye competition, kinyang'anyiro cha kumpata mshindi. Sasa ni wakina nani ambao wanaosimamia hilo kule mikoani, na mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba labda hakuna upendeleo wa mtu fulani kuja pasi na kuzingatia uwezo? Kule
Tuna wawakilishi ambao tumewaamini kwamba wao na kushirikiana na walimu wa madrasa hizo kwamba watafanya ukweli na uaminifu na watatuletea hatimaye zile cream, kwa sababu hata mkoa ukipendelea mtu ambaye sio best wakamleta, ina maana wanakuja kujiangusha wao wenyewe, kwa sababu watakutana na mikoa mingine iliyofanya uadilifu, italeta wale ambao ni cream best kabisa, ina maana kwamba watachukua nafasi wao. Sasa kwa mwaka huu mnategemea, labda mwaka uliopita mlikuwa na washiriki wangapi, na mwaka huu angalau mnategemea kuwa na washiriki wangapi katika ngazi hiyo ya fainali? Ngazi hiyo ya fainali mwaka jana tulikuwa nao washiriki 30 na mwaka huu pia tutakuwa nao idadi hiyo hiyo. Naam. Na vipi kwa upande, ni kipi ambacho itakuwa kama motisha kwao, kama zawadi kwa washiriki wa mwaka huu? Kwa washiriki wa mwaka huu napenda niifiche kidogo, lakini kwa dokezo tu kwamba zawadi zitakuwa zaidi ya zile za mwaka jana. Kwa unamaanisha kwamba zimeboreshwa? Sio kuboreshwa tu na kuongezwa. Sasa mwenzangu Othmani, karibu. Shukrani sana. Mimi nataka nifahamu kutoka kwa mheshimiwa hapa kwanza, kwenye upande wa haya mashindano ambayo kwamba nyinyi mnayaandaa, tunafahamu kwamba katika mashindano mbalimbali huwa wanazingatia vigezo vya umri. Vipi kwa upande wa taasisi yenu? Asante. Sisi kwa hivi sasa bado tuko, mashindano yetu ni machanga sana, na pia hili kundi ambalo tunalo ni kundi maalum. Kwa sasa hivi bado hatujaanza kuwa strictly kwenye swala zima la umri, lakini inshallah huko mbele tutaanza kuweka categories za umri, na matarajio yetu kufanya categories tofauti, kwamba tutaweka mipango ya baadaye mashindano ya watoto wadogo chini ya umri wa miaka 18, na pia tutakuwa na zaidi ya umri wa miaka 18 kwa wakina baba na wakina mama pia. Naam. Shukrani sana. Kwa upande wa zile tahaddiati, nakusudia kwamba katika taasisi nyingi za dini kwa kuna changamoto mbalimbali. Kwa upande wa taasisi yenu nyinyi mnakumbana na changamoto gani katika jambo hili? Kwa kweli changamoto ziko nyingi sana, na hata nikianza kuziorodhesha kwa kweli ni nyingi mno. Mfano, changamoto kubwa tunayokutana nayo sisi kwanza kifedha, kwa sababu jamii ukiambia mtu mwenye ulemavu wa masikio, mtu mwenye ulemavu wa macho amehifadhi, inakuwa ni ngumu wao kuamini. Kwa hiyo hata tunapotaka watusaidie kwenye donation inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo tunaendesha kwa kujibana sisi kwa sisi. Kwa hiyo changamoto hiyo tunayo, na pia kutoshikwa mkono. Kwa hivyo pia kwa kupitia nafasi hii ningeweza kuomba jamii kwa ujumla ya Watanzania na wasiokuwa Tanzania watushike mkono katika hili, kwa sababu sisi tunasimamia Qur'an, na Al-Qur'an kalamullahi la ghayata. Naam. Shukrani sana. Kwa upande wa hao walemavu ambao nyinyi mmejikita kabisa, ni walemavu wa aina zote ama ni walemavu wa maalum ambao kwamba nyinyi mmelenga? Asante. Sisi tumekusanya walemavu wote, hatuna kwamba kategori kwamba mlemavu wa hiki ama wa hiki. Ndio. Kwa maana wanaingia mpaka ulemavu wa viungo vya kawaida tu, labda mguu ama mkono. Pia naye ni mlemavu huyo. Ndio. Kwa upande wako. Asante sana, asante sana. Nataka tu kujua kwamba madrasa zina changamoto nyingi sana, na wakati mwingine zinashindwa kutoa kilicho bora zaidi, hususan hawa watu wenye mahitaji maalum, kutokana tu na mazingira ya ufundishwaji pamoja na ujifunzaji. Je, mna mkakati gani ama mna utaratibu gani kuhakikisha kwamba angalau madrasa zile ambazo zimekuwa zikishiriki kila mwaka kutoka maeneo tofauti tofauti wanakuwa wanawezeshwa ili kazi yao waweze kuifanya kwa urahisi zaidi na wala si kwa ugumu? Nashukuru. Sisi kama taasisi tumechukua hatua na mpaka sasa hivi tumeshapata misahafu ya nukta nundu, tumeshapata kompyuta
ambazo ni maalum kwa ajili yao walemavu. Naam. Sasa na tayari mmeipata, mmeshaipeleka ama ndo mnatarajia kuifikisha kwa walengwa? Tunatarajia kuifikisha kwa walengwa, ila tayari tunayo mkononi na bado tunaendelea kutafuta kwa wadau mbalimbali wenye uwezo wa kutuongezea na kuweza kutupatia vifaa hivyo. Na si hivyo tu, hata vitimwendo. Maana kuna walemavu wengine wanashindwa kwenda kwa sababu ya vitimwendo. Pia na vyenyewe kadhaa tunavyo na tumeshaanza kuvigawa, na pia tunaomba kwa wadau ambao wenye uwezo kutusaidia hata hivyo vitimwendo kutupatia na kuweza kuvifikisha kwa watu mbalimbali. Mfano mwaka jana tulikuwa Tanga. Mshindi wetu wa kwanza alitoka Tanga. Naomba jina lake nilihifadhi kidogo. Tulimpatia zawadi ya pikipiki bajaji, pikipiki ya magurudumu matatu. Sisi kama taasisi tulimpelekea mpaka nyumbani kwake. Kitu ambacho taasisi nyingi hazifanyi hivyo, ila sisi tuliweza kumfikishia. Na pia tutakuwa wachoyo sana wa fadhila tusipomshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mkinga. Yule bwana aliguswa na hili jambo akafika. Pia tunapenda kuwaomba na kuwapa wito viongozi wengine kama huyu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mkinga. Yeye aliguswa pale pale, naye pia alitoa kitimwendo. Kwa pia hata viongozi wengine tunawaalika katika mambo haya ya kheri. Hili jambo halina dini, sio la Uislamu wala Ukristo wala dini gani wala udini gani. Hawa wote ni jamii moja. Kwa hivyo tunawashauri, tunawapa wito, tunawaomba, tunawazindua wenzetu wenye uwezo wowote. Uwezo sio lazima uwe mkubwa. Hicho kidogo ulichokuwa nacho kinatosha kabisa, na sio lazima sana ukilete kwetu. Hapana, sisi ni kama mfano. Anza mwenye na jamii yako huko. Isipokuwa ukitaka kushirikiana nasi, basi karibu, mlango wetu si uko wazi. Sawa. Mwaka uliopita mliweza kushirikisha mikoa mingapi hasa, ama washiriki walitoka katika mikoa mingapi? Na vipi kwa mwaka huu, ni mikoa yote 31 ama mpo Tanzania bara tu, ama ninyi ni wa Tanzania visiwani tu? Tunataka kujua pia juu ya hili. Asante. Mwaka jana ndio mwaka wetu wa kwanza. Tulikuwa na ahadi ya mikoa 11, lakini kwa bahati mbaya washiriki hawakufika wa mikoa hiyo yote. Na sisi tuko Tanzania nzima, yani bara na visiwani. Na mwaka huu tumepanua wigo kidogo, na hata mwaka huu tunategemea kupata washiriki pia hata wa nchi jirani, wametuahidi kuweza kufika. Na sisi tuko bara na visiwani. Mfano, mwaka jana mshindi wa kwanza alitoka bara, mkoa wa Tanga. Mshindi wa pili na watatu walitoka visiwani. Pia nao tuliwapelekea zawadi zao kule. Na baadhi ya washindi wengine ambao walifanya vizuri, ingawa hawakushinda kwenye nafasi ya kwanza, pili, ya tatu, lakini walikuwa kama unique. Kuna kijana mmoja wa kike alitoka Iringa. Alikuwa unique sana. Pia naye tulimpatia zawadi na tukafika mpaka Iringa. Na inshallah safari hii tunategemea kupata washiriki kutoka mpaka Songea. Na Mwenyezi Mungu akipenda, baada ya wiki 2-3 binafsi na safari ya kwenda mpaka Nyasa. Naam. Sasa kwa hiyo kwa matarajio tu, labda mwaka huu ni mikoa mingapi? Maana mwaka uliopita angalau mlikuwa na makadirio ya mikoa 11. Mwaka huu tunategemea kuwa zaidi ya mikoa hiyo 11, kwa sababu mpaka sasa hivi mikoa ambayo iliyothibitisha ni mikoa 8 tu, ambayo iliyothibitisha kutupatia washiriki. Mikoa mingine tunategemea inshallah ili kwenda kufanya hamasa, kwa sababu ukata pia nao unakuwa ni moja katika changamoto ya kututoa eneo moja kwenda eneo lingine. Maana mpaka sasa hivi tunategemea fandi za mifukoni mwetu tu ili kuweza kufikia
jamii mbalimbali. Sasa tuna mwaka uliopita katika mashindano ya kwanza kabisa ilikuwa ni juzu ngapi, na mwaka huu mnategemea kuanzia juzu ngapi na mpaka juzu ngapi? Mwaka jana tulikuwa na juzu 1 mpaka juzu 5. Mwaka huu tumeongeza, tumefika mpaka juzu 15. Na mwaka huu ndio pale nilipokuambia hata zawadi tumeziboresha. Sasa na washiriki, labda kwa mtu ambaye amewahi kushinda, tunafahamu kwa mashindano mengi mtu akishinda basi anawekwa pembeni, wanachukuliwa wengine. Vipi kwa upande wenu, utaratibu ukoje? Aliyeshinda anaruhusiwa kuingia kwa kinyang'anyiro ama yeye ndio basi atabaki kuwa ndugu mtazamaji kama sio msikilizaji? Hapana, sisi aliyeshinda, mfano aliyeshinda kwa juzu 1, safari hii hatumtaki tena aje kwenye juzu 1. Aje awe ameadvance labda kwenye juzu 2, 3, 4 hivyo. Naam. Okay, kwa hiyo tutegemee kuona sura zile ambazo ziliingia ama zilipata ushindi katika juzu tofauti tofauti wakiwa wamepanda zaidi. Naam, tunategemea waje wakiwa wamepanda, maana wakiwa wamepanda na maana kwamba inakuwa ni kama sura mpya. Sasa mwisho kabisa, wito wako ni upi kwa jamii ya Watanzania juu ya mashindano haya, lakini kwa jamii ya Watanzania juu ya watu wenye ulemavu? Wito wangu kwa jamii kushirikiana na sisi pamoja na kutowatenga walemavu, kwani wao ni katika sisi. Ila jamii pia tusiwatenge watu wenye ulemavu, kwani Waswahili ama wahenga walisema kama hujafa hujaumbika. Kwa ulemavu hata wewe au hata mimi tunaweza tukaupata muda wowote. Na labda la mwisho pia tunafundishwa ama tumeshafundishwa, wanasema kwamba lam yashkuri nasa la yashkurillah. Kwa niaba ya taasisi tunamshukuru kwa shukurani za dhati sana. Laiti kama kutakuwa kuna neno zaidi ya kusema asante ama tunakushukuru, kama lipo neno hilo basi tunalitafuta ili kuweza kumfikishia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mwaka jana inshallah tunamshukuru sana sana, na walemavu kwa ujumla wanamshukuru sana kwa kuweza kutushika mkono, na pia tunamwomba asituache kutushika mkono. Hii ni jamii yake na hawa ni watu wake, na yeye ni kiongozi wetu. Tunamtegemea, tunamwamini. Kwa hivyo kama mwaka jana alitushika mkono, mwaka huu pia vile vile tunamwomba asituache, aendelee kutushika mkono. Pia na watu wengine waliolisikia jambo hili na wale ambao tunatarajia kupitia nyinyi wanahabari, wao nao pia wakilisikia basi waweze kutushika mkono katika hili. Nikushukuru sana. Asante sana. Kila la kheri na majukumu mema. Inshallah, tunashukuru sana. Mwisho kabisa tunawashukuru na kuwakaribisha watu wote katika haya, isipokuwa tu tunatoa ukumbusho kwa jamii kwa ujumla, kwamba chochote tunachokitoa tutakuja kukikuta. Iko kidogo unachokiona wewe kidogo, basi kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa. Wanasema mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin biambatat 7 sanad. Pia Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Isra, Bismillahirrahmanirrahim, anasema wa kullal insan alzamnahu ta'irahu fi unukik wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitabak. Yani kwa tafsiri, kila binadamu amebebeshwa karatasi ya matendo yake shingoni mwake, na karatasi hiyo ama kitabu hiko atatolewa siku hiyo ya hukumu ama siku ya Kiyama. Kitakuwa kimeshafunguliwa, ataambiwa ikra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Pointi yangu inagusa hapa kwamba kila binadamu
ataambiwa imetosha leo juu ya nafsi yako. Kila mtu atahesabiwa. Utahesabiwa vipi? Katika lile daftari lako kila kitu kimeandikwa, kila kitu kimeandikwa. Ina maana ukifanya wema utakuwa umefanya wema kwa ajili ya nafsi yako, na kama ambapo hutofanya wema pia vile vile utakuwa hukufanya wema kwa ajili ya nafsi yako. Haya ni maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo yapo katika Qur'an, katika suratul Isra, ama wengine tunaita Bani Israel. Kwa wale wasomaji ni sura ambayo ipo katikati ya msahafu, kwa maana huku juzu 15 huku juzu 15. Wale tunaitaga sura basi inaitwa Subhana. Naam. Shukrani sana, tukushukuru sana. Asante sana, karibu. Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji wa Nuru FM, lakini ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu na mitandao yetu ya kijamii kama Facebook pamoja na Instagram. Tulikuwa naye CEO wa taasisi hii ya Riziki Lulida Foundation, ambao wao tupo leo katika ukumbi wa PSSF hapa jijini Dodoma katika uzinduzi wa mashindano ya kusoma Qur'an tukufu kwa wenye ulemavu ambayo yanatarajiwa kufanyika katika msimu wa pili mwaka huu. Hujatuambia kidogo, tukumbushe kwamba ni mwezi gani hasa yanatarajiwa kufanyika mashindano haya? Asante. Tunategemea kufanya Disemba hii. Kidogo ratiba ilivurugika kwa mambo haya na pale, lakini wallahi alhamd tunategemea wiki ya mwisho ya mwezi Disemba wategemee wa Tanzania kuja kuona maajabu ya Qur'an. Asante sana. Nashukuru. Msikilizaji na mtazamaji, nipo na mwenzangu mwalimu wangu Othman Hassan Othman kuhakikisha kwamba matangazo haya hivi sasa tutaongea na watu tofauti tofauti waliopo hapa ukumbini, tuweze kujua. Kuna viongozi wa vyama vya wenye ulemavu, lakini jambo la kufurahisha zaidi, mbele yangu hapa anaonekana mkalimani wa lugha za alama ambaye anajaribu kuwatafsiria wale ambao wenye changamoto hiyo na kuweza kupata kile ambacho kinachozungumzwa hapa ukumbini. Nikukumbushe tu kwamba mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Ummy Hamisi Nderianang. Yeye ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Lakini mgeni maalum ni Alhaji Jabir Shekimweli. Yeye ni mkuu wa wilaya ya Dodoma ambaye atakuwepo hapa. Viongozi mbalimbali lakini pamoja na wageni waalikwa wameshafika kwa kiasi kikubwa, na jambo ndo limeshaanza hivyo. Nikushukuru sana, na sisi tunaomba ruhusa tuendelee na kuongea na watu wengine. Sisi tukuache uendelee na majukumu mengine. Nashukuru, asante sana. Asante sana. Asante sana mtazamaji popote pale ulipo, endelea kututegea sikio, na moja kwa moja tunarejea studio kwa wakati huu hapa. Asante. Asante. Shukrani. Shukrani sana. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.